Kila mwaka duniani kote Wakristo husherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ni siku ya msimu uliojaa nyimbo za Krismasi, kupamba miti, kupeana zawadi na karamu. Hapa ni kanisa la St. Patrick's mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi. Waumini wamefurika kwa ajili ya misa ya sikukuu ya Krismasi. Ila ni nini maana halisi ya Krismasi? Je, una uhusiano gani na Yesu? Kwa Krismasi inatukumbusha kama Kristo anavyokuja kwetu, anazaliwa nasi tuzaliwe upya, tufanye upya maisha yetu, mahusiano yetu na Mungu, mahusiano yetu sisi kwa sisi, ili tuishi katika jamii yenye mahusiano mema, yenye kujaliana na ambao tuna lengo moja la kutakatifuzana ili tufike mbinguni. Jumbe za upendo, unyenyekevu na msamaha zikisisitizwa kwa Wakenya. Leo tumejifunza kwamba tuweze kudumisha amani na tuweze kuwa na upendo kwa wasio nayo. Tuwasaidie wenzetu ambao hawana, na pia tuweze kueneza upendo wa Yesu Kristo kupitia kwa kuzaliwa kwa mwanae Yesu Kristo. Ni msimu wa kueneza furaha kwa kila mmoja. Kwa hivyo tunapokutana na wengine, tunaposherehekea, tukumbuke furaha, tueneze furaha kwa kila mtu. Tusiache mtu akiwa amehuzunika. Hata kama wakati wa sikukuu watu warudi kwa neno la Mungu, warudi kwa kanisa, isikuwe tu ni mambo na kukula na wamesahau Mungu. Wazazi pia wamehimizwa kuendelea kuwalinda watoto wao msimu huu wa likizo ili kuwaepusha na mambo maovu kama ya kujiingiza kwa uhalifu na utumizi wa dawa za kulevya. Kuna mambo ambayo yana affect wanayuthi wetu sana. Kwa mfano dawa za kulevya, matumizi mabaya ya dawa, na wanayuthi ambao wanaona maisha yamewalemea, ni vizuri kuwahimiza there is hope. Christmas imetuletea hope. Kwa hivyo ni vizuri wajue ya kwamba kuna maisha ya kesho na lazima wajinyime mambo mengi ndio waweze kupata hayo maisha ya kweli na ya kufurahisha katika maisha yao. Naambia wazazi muweze kuwatunza watoto vizuri ili watoto waweze kurudi shuleni wakiwa na afya, buheri wa afya. Pia mimi watoto wangu wakiwa kule Western na watakia heri njema, washerehekee Christmas vyema na waweze kumbuka kwamba masomo mwaka ujao lazima waendeze ili waweze kujenga taifa la Kenya. Ni asanteni. To all Kenyans who are going through economic hardships, some do not even know where the school fees is going to come for the children in the next few weeks in January. I would want to say we still celebrate because God knows. Just as He takes care of the birds who don't even have shambas, but they eat every day, He's going to take care of all these things. Nao madereva na wananchi wanahimizwa kuzingatia sheria za barabarani ili kudhibiti visa vya ajali, huku maafisa wa trafiki wakipongezwa kwa juhudi zao za kuhakikisha sheria za trafiki zinazingatiwa vilivyo. Wale wanaosafiri waweze kuwa waangalifu pia kwenye barabara. Kila mmoja wetu anatamani aweze kuona mwaka mwingine. Unaweza wewe unajibidisha, lakini yule dereva mwingine ameshinda kwenye kileo, akawa si mwangalifu na akakuhatarisha. Kwa hiyo ni jukumu letu sote. Nashukuru askari wamekuwa wakishika doria katika barabara zetu, wamesaidia. Lakini msukumo usiwe tu kwamba askari akiwa hayuko basi na mimi nivunje sheria. Hata hivyo, Wakenya wametakiwa kujiepusha na viongozi ambao wanaendeleza siasa za ukabila na kuhimizwa kuendelea kudumisha amani licha ya mirengo yao ya kisiasa. Kila mtu adumishe amani, tujue taifa letu sisi watu wa moja, sote ni wa Kenya, na tuzidi kuiombea taifa letu na kuombea viongozi wetu. Asanteni sana. Siasa njema, mabadiliko mazuri yanaanza na mimi na wewe, kwa mitazamo ambayo ni chanya, mitazamo ambayo ni ya kujaliana sisi kwa sisi. Taifa hili ni taifa letu sote. Tuweze kusaidiana kuombea taifa letu na pia hata kuwashauri viongozi wetu kwamba wazingatie mambo ambayo yatatuunganisha pamoja, na watu waweze kuwa na mashindano ya sera, sio maneno ambayo wakati mwingine si mazuri yanayonenwa na viongozi wetu. Watoto wetu wanaona pata picha ambayo si nzuri kutoka kwa viongozi, kushiana maneno ambayo si mazuri hadharani. Kwa hiyo tunaomba kipindi hicho ambacho tunaenda kuanza
iwe nafasi ya kutuleta pamoja. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa kanisa la St. Patrick's mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya Pwani.